Ya ni official Abi ndani ya Secret Official kwenye kipindi chetu cha Song Surgery. Kipindi pendwa sana, ni kipindi ambacho like kama hujakuwa na uelewa wa C+ huwezi kuelewa. Ni kipindi mwecheche manze, ni kipindi mwecheche. So guys, tumepanda tena ama tumerudi tena kwa kasi kubwa. Najua kwamba tuliwafanya mkaweza kukosa uondo fulani ambao saa hizi unakuwa gumzo. Kwa nini madirector saizi kila swali inakuwa kwa nini madirector hawafungui masikio? Ila nakuja kuambia kwamba kuna kijana ambaye anaitwa Shida, alafu kazi zake ni shida, alafu anafanya mambo yake kwenye ushida zaidi. So guys, leo tunakwenda kumzungumzia kijana wenu hapa, kijana ambaye anaenda kwa jina la Manishida kwa wimbo wa Power. So guys, tukiangalia kwenye wimbo wa Power, director ambaye aliweza kuhusika ni director Janvier. Ndio director ambaye aliweza kwenda kuhusika kwenye huu wimbo wa Power. Na pale ambapo alikuweza kuhusika, director Janvier ni mhusika mkubwa sana kwenye video nyingi za hapa camp. Like yeye amehusika kwenye video nyingi za hapa camp. Na simlaumu kwa sababu gani? Anafanya kazi yake na hawa wasanii wetu wanaona kwamba anafanya kazi ambayo ni nzuri, inawafurahisha. Siwezi kusema kwamba ni kwa sababu ya budget, kwa sababu tukiangalia Janvier saizi si mtu kufanya zile low budget. Lakini kwenye huu wimbo wa Power naweza kusema kwamba location ambazo zimeweza kuhusika kwenye huu wimbo wa Power, sidhani, yani kwenye akili yangu mimi sidhani kama ilikuwa ni location ya wao kutuambia kwamba hii ni official video. Na nimependa idea kwa sababu gani? Hawataki tena kuhusika kwenye mambo ya like visualizer, mambo gani, hawataki hayo mambo. Like ameona kwamba amejikosoa, amesema kwamba mimi bwana, ikikuwa kwamba nikukosea, acha tu nikosee kwenye kazi. Tunaanza hapa kwenye working boy like Manishida ameingia job. Kufika job like Manishida ametoka sisi like hatuna huo ufafanuzi like ile kodi ambayo tulisema kwamba tunafaa kuwa na code. Yaani ametokea tu like tunaona mguu fulani yani kama kidebande fulani hivi, alafu kinaenda kufanya action mbaya sana, ni unyamwezi like vitu kama hizo. So tumempata direct na manager akakuja akamwambia mimi masaa nini, akaanza kukimbilia pale direct na kuja kuvaa kwenye magwanda ya kazi. Sasa hapa kwenye magwanda ya kazi, kitu ambacho wameshindwa kuelewa kwamba kuna maseremala ambao wanafanya kazi vizuri. Hamwezi kuwadanganya kwenye huu wakati ambao mliweza kwenda kuchukua nafasi ya Manishida direct kuvaa like gwanda na direct aanze kazi. Na kazi ambayo anaifanya ni kazi ya useremala. Hakuna mtu ambaye anaweza kuranda kwenye sehemu ya chini. Lazima ile itamkata mkono. Watu si wajinga. Director ambaye like kulikuwa nafaa husika, na hapo ambapo mliweza kupata location, lazima hapa kulikuwa mafundi engineer wapo ambao mngeuliza hapana, hii kazi mpaka ionekane kiuhalisia kabisa na uzito, tunafaa kufanya nini, tunafaa kuchukua hatua gani? Unaona hizo vitu za code. Like nikisema kwamba madirector hapa code ndio inawashinda, mnani blame, mnasema eti kwamba no, naongea kitu ni sijui. Lakini nikiongea naongea kitu ni fact. Kwamba madirector saizi mnafanya kazi juu tufanye. Ama jua ni mingi. But ile kufanya kazi ya ufanisi, unataka kazi like kazi ikuuze. Si wewe kuuza kazi ikuuze. Hatufanyi hiyo kitu. Director akaanza. Na hapa tayari tunaona kwamba kuna meza ambayo hiyo meza kazi ya hii meza ni kuwekelea nini? Mbao na kuchukua usahihi wa mbao. Kazi ya useremala. Tulipitia. Hamkuishia hapo. Mkaamua kijana like hajafanya hatua hata chache za kuonyesha kwamba like anajaribu kufight direct like mumweka kwa action ya kuperform. Cause kitu nadhani kaongelea song hii ni kwamba hii song ina story. Na jinsi ambavyo ilikuwa na story, like mngejaribu kutubeba kihistory. Hata sasa hatuna haja ya performing, like tunaelewa kwamba uwaga ana perform. Na hiyo ni lazima aperform. Lakini vile ambavyo na story mzito, like mtubebe kihistory.
like muwajibike kwenye kuandaa story ambayo itabeba uhusika. Yule ambaye ataweza kwenda kutazama labda asipende wimbo, lakini kwa sababu ya utazamaji ambao mliweza kwenda ama kwa sababu ya uandaaji ambao mliweza kwenda kuandaa, huku jamii inaweza kwenda kupokea kwa mapokezi mazito. Lakini story yenu nyinyi ikawa kwenye kuperform. Mimi si kuona hakukuwa haja like mumfanye hivi vyote kuperform, like anatoka majasho sijui like anakaa kwenye nani like mnamweka kwenye vimiti like location ya like sidhani kama hivi vitu vyote vilikuwa na umuhimu. Director Kijanvier, like mngetubeba kwenye history, ingekuwa inaonekana kwamba like hapa ambapo amefika like when my struggle rather make it like mnaonesha struggle gani? Si struggle ya once na mnakuja kutuambia me struggle how? Like lazima mbebe struggle. Struggle ni zile vitu za like hata kama ikikuwa ni once mnaangalia like hii struggle ya useremala hapa, afu mnakuja kutuambia kwamba ana struggle wewe. Vitu kama hivyo, bebeni story ama chukueni song. Kaeni kwanza na song, chukueni ideas kwa watu wengine. Wanakuambia copy paste si mbaya, but ukipaste sehemu ambayo si sahihi ndio makosa. So tujaribu kufanya kazi kwenye hatua ambazo zitakuwa kwenye usahihi wa kazi, si kwa kazi kama hizi alafu mnakuja kutuambia kwamba kuna kazi nyingine tumetoa. Like imekuwa kazi ya mazoea, imekuwa kazi ambayo haina ubunifu, kazi ya kawaida. Kazi gani ambayo utakuja kuniambia kwamba hii kazi itafinya kazi ya mtu fulani? How? Na naweza nikasema kwamba tatizo, naweza nikasema si kwa wasanii tena. Sasa nimeelewa sasa tatizo ni kwa madirector, kwa sababu madirector ndio watu wanafanya sisi tunakwenda kupata uondo. So madirector wetu wote ambao mnaonisikia, mnaonitazama, na wasanii nyinyi ambao mnapenda kazi zenu, fatelieni. Si huku kwa kukuja kuamshwa, like unakuja tu kuamshwa eti hivi unapewa like unaambiwa fanya kazi nini na nini, like hatujaona, like sijaona ufanisi wa kusema eti kwamba hapa kuna struggle, yani hapa sijaona kabisa. Afu anapewa mashilingi, ndio huyo sasa anashangaa eti haya ndio nilifanyia kazi. Kuna kazi ambayo haina mkataba, ama unakuja kwenye kazi unakosa like kujua hii commission ya hii kazi ni pesa ngapi. So pale ambapo tunaweza kuna kuandaa kazi zetu, hadi sisi wasanii tunafaa kutoa kwanza idea ya kazi ambayo tunakwenda kuifanya, si kuachia tu madirector, cause hata director naye atashindwa. Wao hamueleza kwanza story ama uzito wa story ya wimbo ambao uliweza kwenda kuhusika ndani. Utakosa kuja kufanywa hivi like unaenda kugongana tu na mtu, like mayai yanavunjika ndio unataka kuomba msamaha. Inabeba nini? Ama inahusikaje? Inatupatia uondo gani wa kusema eti kwamba like na mimi nione power like inatupatia uondo gani? So tujaribu kuchukua hatua za kufuatilia kazi za watu wengine. Tujaribu kutafuta jinsi ya kupasua industry yetu hii hapa ya Kakuma Music to the World. Tujaribu kuipasua na kuweka kwenye usahihi. Tuipe heshima. Wasanii tupe kazi yetu heshima. Isiku usanii wa njaa tu, like usanii wa kuimbia wanawake. No. Fanya kazi ukitumaini kwamba one day utafanya jamii na jivunia kuwa na wewe. Lakini si kwa kufanya kazi ambayo hauna focus nayo. Kazi yote ile bila focus si kazi. Mtatupea kazi kama hizi. Yaani mkiamua tu kufanya kazi ambayo ina focus, mtatupea kazi kama hii. Like uvunje, ukuje na kisingredi chako, like kitambe mtandao, yani kisingredi kitambe kwenye video, mtu mwenyewe anakusukuma, like ana yale mategemeo ya kukusukuma, kwa sababu mimi ninahangaika na maisha yangu. Like uangalie hapa story tu kwamba mimi nahangaika na maisha yangu, mimi nagonga yai ama mimi nauza yai, alafu wewe unakuja unaiangusha. Jinsi mimi yani kwanza hapa sijui kwanza ningechukua kwanza hatua gani ndio nifike kukusukuma.
Najua hata hiyo nafasi ya kuniambia kwamba msamaha haingekuwepo, kwa sababu mimi najaribu kupambana. So tujaribu kuweka kazi zetu kwenye usahihi na uzito ambao wengine wakiupata wanaoshikilia kama jinsi ambavyo sisi tumefanya, ni tumeutoa. So mlikuwa nayo Official Abi ndani ya Secret of Future kwenye kipindi chetu cha Song Surgery. Nyuma ya kamera yangu alikuwepo director Kenny, director ambaye anafanya kazi nzuri sana for now. Asante, endeleeni kutufuatilia. Tunapatikana YouTube kama Secret of Future, TikTok kama Secret of Future, IG kama Secret of Future. Tunapatikana Facebook kama Secret of Future. Asante, endeleeni kutufuatilia na tunawapenda sana. Usisahau kusubscribe, share na comment. Thanks.